Miongoni mwa maboresho yaliyowasilishwa kwa klabu na kuidhinishwa, cha kwanza ni kuweka tafsiri sahihi ya Simba Sports Club Company Limited kuwa ni kampuni iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni itakayoshughulikia shughuli za kibiashara za kiutendaji za klabu, huku umiliki wake wa hisa ukiwa wa ubia kati ya baraza la wadhamini la klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama na wawekezaji kwa mujibu wa sheria na maamuzi ya halali ya mkutano mkuu. Katiba hiyo imeweka bayana kuwa hisa za klabu zitamilikiwa kupitia baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama. Katiba hii pia imeimarisha muundo wa baraza la wadhamini lenye wajumbe wasiopungua kuanzia 5 hadi 7 watakaomiliki na kusimamia mali za klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama. Kuweka wazi kuwa mkutano mkuu ndio chombo chenye mamlaka ya kudhibiti uteuzi na kuondoa wajumbe wa baraza la wadhamini. Kuweka muundo wa kuimarisha ndani ya bodi kwa kuzingatia uwiano wa umiliki wa hisa kati ya wanachama na wawekezaji, huku angalau zile 51% ya hisa zikiendelewa kumilikiwa na wanachama kwa mujibu wa kanuni ya 18A kubwa, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni ya sheria ya Baraza la Michezo la Taifa, tangazo la serikali 422 la mwaka 2017. Ni muhimu kusisitiza kuwa muundo huu umeboreshwa ili kuendana na uwiano wa umiliki uliokwisha pitishwa na mkutano mkuu na si kuanzisha mfumo mpya wala kubadili maamuzi ya wanachama. Sababu sasa zilizotusababisha sasa kutoa idhini ya katiba hii. Kutokana na maelezo haya hapo juu niliyoyaeleza, ofisi ya msajili imetoa idhini ya marekebisho hayo imetolewa kwa sababu zifuatazo. Kwanza, marekebisho hayo yanaendana na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa sura ya 49 na kanuni zake. Pili, yanaimarisha utawala bora, uwazi na uwajibikaji. Tatu, yanazingatia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali aliyoutoa kwa klabu ya Simba tarehe 12 Mei 2025, aliyoshauri hivi: kuwepo kwa kampuni moja itakayohusisha uendeshaji wa klabu ya Simba ambayo ni kampuni ya Simba Sports Club Company Limited. Hisa za kampuni hii ya Simba Sports Club zitamilikiwa kwa ubia. Pia mwanasheria mkuu wa serikali katika ushauri wake alishauri kuwa hisa za bodi ya wadhamini zilizokuwa zinamilikiwa na Simba Sports Club Holding Company Limited kwa sasa zitapaswa kuhamishwa na kwenda kwa wanachama kupitia bodi ya wadhamini.